Jamii ya wanasiasa nchini imepitia mwaka mgumu ikipoteza wabunge kadhaa kupitia ajali za barabarani wa sasa na wa zamani kutokana na ajali za barabarani mwaka wa 2025, huku takwimu rasmi zikionyesha kuwa barabara za nchi zimekuwa hatari zaidi ikilinganishwa na mwaka jana. Tukio la hivi karibuni ni kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo aliyefariki katika ajali ya barabarani kwenye barabara ya Nairobi-Nakuru. Grace Ng'ang'a ana maelezo zaidi. Imekumbwa na msururu wa misiba mwaka 2025 baada ya wabunge kadhaa wa sasa na wa zamani kufariki katika ajali za barabarani, hali inayodhihirisha tatizo kubwa la kitaifa. Kulingana na takwimu za mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama barabarani NTSA, vifo na ajali za barabarani vimeongezeka ikilinganishwa na mwaka 2024. Msiba wa hivi karibuni ni kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo aliyefariki katika ajali ya barabarani karibu na Naivasha kwenye barabara ya Nairobi-Nakuru. Jirongo aliyekuwa mwanasiasa mkongwe na mfanyabiashara, kifo chake kikisababisha mshtuko mkubwa katika ulingo wa kisiasa, huku viongozi wakimtaja kama mtu mwenye ushawishi mkubwa ambaye maisha yake yalikatizwa kwenye mojawapo ya barabara zenye shughuli nyingi na hatari zaidi nchini. Kifo chake kinaongeza idadi ya wabunge waliopoteza maisha yao kwenye barabara mwaka huu. Mapema mwezi Disemba, mbunge mteule Dena Joseph Hamisi alifariki baada ya gari lake kupoteza mwelekeo na kupata ajali karibu na nyumbani kwake Karen, Nairobi. Let it be very clear to the Jubilee government. Mnamo Agosti mwaka huu, aliyekuwa mbunge wa Laikipia North Matthew Lempulkel alifariki kutokana na majeraha aliyopata katika ajali ya barabarani huko Rongai, kaunti ya Kajiado. Mwezi Juni, mwakilishi wadi mteule wa Nyandarua Beth Wahito alifariki katika ajali kwenye barabara ya Nairobi-Nakuru alipokuwa akirejea kutoka majukumu ya kikazi. Misiba hii inaakisi mgogoro mpana wa kitaifa. Kulingana na ripoti ya NTSA, ajali na vifo vya barabarani vimeongezeka mwaka 2025 ikilinganishwa na mwaka 2024. Kufikia mapema Disemba, zaidi ya watu 1400 walikuwa wamepoteza maisha yao kwenye barabara za Kenya, idadi inayozidi jumla ya vifo vilivyorekodiwa katika mwaka mzima uliopita. Takwimu za NTSA zinaonyesha kuwa wanaotembea kwa miguu, waendesha pikipiki na abiria bado wako hatarini zaidi, huku barabara kuu zikiendelea kuchangia sehemu kubwa ya ajali mbaya. Kwa Wakenya wengi, mwaka 2025 utakumbukwa si tu kwa kupoteza viongozi wa kisiasa, bali pia kama ukumbusho mwingine mchungu kwamba janga la ajali za barabarani bado ni mojawapo ya changamoto sugu na hatari zaidi nchini, likigharimu maisha bila kujali hadhi au nafasi ya mtu. Grace Ng'ang'a, KTN. Bila shaka taarifa yake